Karibu kwenye ujasiriamali siku ya leo msikilizaji. Nimekuandalia darasa zuri kwa ajili ya kujifunza utengenezaji wa sabuni ya maji nzito kabisa, multipurpose liquid soap. Hatua ya kwanza msikilizaji, tunaanza kwa kuweka chumvi pamoja na siles. Lakini pia nimeweza kukuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho kitakusaidia wewe kukujengea uwezo wa kuzalisha zaidi ya bidhaa 21 ikiwemo hii sabuni ambayo tunatengeneza siku ya leo. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Karibu tujumuike pamoja. Baada ya kuweka chumvi, tunaweka siles ili tukoroge kwa pamoja. Lakini kuna mtu huenda anaangalia video hii anataka kujiunga na darasa letu kupitia WhatsApp au kujipatia nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Utanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 09 71 0783 50 09 71. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Tunafahamu kwamba ujasiriamali ni zaidi ya ajira. Baada ya kuunganisha chumvi pamoja na siles, tunaanza kuchota maji jagi moja, tunaweka katika ule mkorogo ambao tunaukoroga. Kumbuka kwamba msikilizaji, ukorogaji ni kuelekea upande mmoja. Kwa usibadili uelekea, uzingatia sana hilo jambo. Na kumbuka kwamba sabuni ya maji ni bidhaa ambayo inatumika sana katika familia karibia zote. Maofisini wanatumia, majumbani wanatumia, mahotelini wanatumia. Ikiwa utaweza kutengeneza katika ubora mzuri ukazingatia vipimo, basi utakuwa umewini. Na katika sabuni ya maji pia watu huzingatia mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza uzito, jambo la pili manukato, jambo la tatu na la mwisho ni ufanisi wa ile sabuni yako, vile unavyoiandaa na kuitengeneza, kwamba inatoa mapovu, ina uwezo wa kuondoa changamoto ya uchafu. Kwa hiyo iko namna hiyo msikilizaji. Kwa kujifunza zaidi hatua kwa hatua procedure zote, uweze kutoa bidhaa nzuri ambayo inahitajika sokoni, inaendana na ushindani wa soko, kwa sababu anayetengeneza sio wewe peke yako, kuna watu wengi wanatengeneza. Na mteja wakati mwingi sana anaangalia ubora wa ile sabuni yako. Kwa muhimu sana ukiwa unatengeneza, zingatia sana jambo la vipimo. Na ukizingatia hapo, katika video ya siku ya leo sijaweka vipimo. Vipimo utavikuta ukijiunga na darasa letu, lakini pia vipimo utavikuta unapopata nakala ya kitabu chako. Na katika kitabu nimekuandikia bidhaa zaidi ya 21. Kwa haya ni manukato ambayo tunaadi, lakini pia ukitaka perfume iweze kusikika zaidi, unaweza kaadi perfume zaidi ya moja. Unaweza kuchanganya kwa kipimo kile kile, lakini ukazichanganya perfume zikawa mbili. Mfano, kama labda nimekuambia tumia milizi 100, unaweza kaamua kuchukua lemon milizi 50 pamoja na strawberry milizi 50, ukapata flavor nzuri kabisa ya tofauti. Kwa hiyo ujasiriamali wakati mwingine ni ubunifu ambao unaufanya wewe. Lakini kwa wale ambao wako madarasani wanafahamu sana na tunaelekezana sana kuhusiana na ujuzi mbalimbali wa kuzalisha sabuni ili iweze kuleta hali nzuri sokoni. Ninapozungumzia hali nzuri sokoni, nazungumzia kuanzia ule muonekano wa bidhaa yako, impact ya bidhaa yako, matokeo ya ile bidhaa yako. Tukikoroga hapa siles pamoja na chumvi, tukifikia hatua hii tunachukua mkorogo mwingine tena kiasi fulani pembeni, na katika huu mkorogo mwingine tunaadi soda ash. Soda ash kazi yake kubwa ni kuneutralize sulfonic acid, kwa sababu tunafahamu sulfonic acid ni acid ambayo ni kali. Tunapokuwa tunaitumia kwenye sabuni yetu lazima tuipunguze ukali wake. Kwa hiyo tunai-neutralize kwa kutumia hiyo soda ash, na hapa tunamimina sulfonic acid. Vipimo muhimu sana kuzingatia. Usipozingatia vipimo, manaki matokeo ambayo utayapata yatakuwa sio matokeo mazuri. Unaweza kupata sabuni ambayo inawasha mikono au inachubua, au unaweza kupata sabuni ambayo wateja watakulalamikia kwamba haina povu, au unaweza kupata sabuni ambayo itakuwa haitakatishi au haiondoi changamoto kabisa ya uchafu. Lakini unapozingatia vipimo, manake unatoa bidhaa ambayo hata yule mtumiaji atakapoipata basi atafurahia, na hata ikiisha tena anaweza akaagiza kwako na kuwashawishi watu wengine wakachukua sabuni kwako, akawa balozi mzuri kwako. Kwa hiyo hapa tumechanganya sulfonic acid pamoja na soda ash katika huu mkorogo kwenye ndoo hii hapo ya pinki. Na baada ya hapo basi tunaunganisha. Tunachukua mkorogo wenye sulfonic acid pamoja na soda ash, tunauunganisha kwenye ule mkorogo mkubwa kwenye jaba ambao mwanzo ulikuwa una siles pamoja na chumvi. Kwa tunachukua kama inavyoonekana hapo. Ukorogaji wa sabuni unaweza kufanya hata mwenyewe msikilizaji. Sio lazima mwe wawili au watatu. Hata ukiwa mwenyewe unaweza kufanya na sabuni yako
ikatoka na matokeo mazuri. Kikubwa mimi ninachoona ni muhimu sana kujifunza. Kuna baadhi ya wajasiriamali wanaangalia video hii na kuanza tu kutengeneza. Ni sahihi, lakini uwe na uhakika kwamba unaweza kutoa bidhaa ambazo sio nzuri. Vizuri sana, ushauri wangu mimi kama mwalimu, jiunge na darasa, anza kujifunza, jifunze, wekeza katika kujifunza. Usikurupuke tu kuanza, unaweza kupata hasara ambazo hukuzitarajia. Lakini unapojifunza, maana yake hata siku unaanza kutengeneza kitu ambacho kiko vizuri, lakini pia unakuwa na usimamizi mzuri wa mwalimu. Kwa baada ya hapo tunachukua ndoo nyingine pembeni, tena tunaweka maji lita kadhaa. Huku tunaweka CMC au tunaweza tukatumia Alka2. Alka2 pia inatumika zaidi katika kuongeza uzito pamoja na CMC. Ukitaka kupata matokeo mazuri ya uzito wa sabuni yako, tumia Alka2 au CMC. Lakini haimaanishi kwamba kwa sababu inaongeza uzito basi ujaze, hapana. Kila kitu kinaendana na ratio maalum ambayo inatakiwa. Mfano labda maji lita kadhaa, glycerin kiasi kadhaa, CDE kiasi kadhaa, soap booster na vitu vingine kama hivyo. Kwa baada ya kuunganisha, mwisho kabisa tutaadi glycerin, tutaadi CDE, tutaweka soap booster kama tukitaka, tutaweka color ambayo ni rangi, perfume tushaweka tayari. Kwa mwisho kabisa tutaacha sabuni yetu angalau masaa 3, basi itakuwa tayari. Kama unapenda kujifunza, karibu ni text WhatsApp kupitia hizo namba, au kama unahitaji nakala ya kitabu chako.